السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، ndugu wapenzi watazamaji, kadhalika wana darsa, leo tutaanza darsa yetu ya usulul fiqhi baada ya utangulizi tulioanza nao jana. Sasa leo ni darsa yenyewe, na kitabu hiki kinaitwa ni kitabu cha Imta'ul Uqul bi Rawdatil Usul الجزء الأول، تأليف عبد القادر ابن شيبة الحمدي الأستاذ بكلية الشريعة واللغة العربية بالرياض. ni juzu ya kwanza, utunzi wa Abdul Qadir ibn Shaybat al-Hamdi. Huyu ni mkufunzi chuo kikuu katika kitivu cha sheria na kitivu cha lugha ya Kiarabu kilichoko Riyadh katika nchi ya Saudi Arabia. Sasa tunaanza hii Imta'ul Uquli juzu ya kwanza. Tuangalie neno usulul fiqhi. Neno usulul fiqhi taarifuhu bil ma'na al idhafi, kielelezo chake kwa maana ya muegemezo. Taarifuhu bi ma'na al idhafi, neno usulul fiqhi kielelezo chake kwa maana ya muegemezo. Unaposema al usul, jamu asli, ni wingi wa neno aslu. Mufradi yake ni aslu, jamu yake ni usul. Wa huwa fi lugha, nalo neno hili katika lugha, al asasu, lina maana ya msingi. Ukisema al usul, misingi, aslu, msingi. Wa fil istilahi, na katika makubaliano ya wanawachuoni wa usulul fiqhi, namna walivyokubaliana kuliarifisha neno usulul fiqhi, wao wamesema ma lahu far'un, ni kitu chenye tawi. Ukisema usul au ukisema aslu, ma lahu far'un, ni kitu chenye tawi. Kwa mfano, huu mti huu una shina na una tawi. Sasa ule muundi wake pamoja na mizizi yake unaweza ukaita usul, yale matawi ndio utaita far'un. Wal fiqhu lughatan, na neno fiqhi katika lugha maana yake alfahamu, ni kufahamu. Yani pakitamkwa alfiqhu kilugha, maana yake alfahamu, ni kufahamu. Wa fil istilahi, na katika makubaliano ya wanawachuoni wa usulul fiqhi, neno fiqhi wao wameliarifisha kwa kusema maarifatu ahkamillah, ni kuzijua hukumu za Allah, fi af'alil mukallafin, katika matendo ya wale mukallafin. Mukallafini ni watu gani? Ni wale waliofikia balighi, au ndio wanaitwa mukallafin. Kwa hiyo tunaposema alfiqhu kwa makubaliano ya wanawazuoni wa usulul fiqhi, wao wanasema maarifatu ahkamillah, ni kuzijua hukumu za Allah, fi af'alil mukallafin, zilizoko katika matendo ya mukallafin. Kalhilli, kama vile uhalali, walhurmati, na uharam, wasihati, na usahihi, walfasadi, na uharibifu, wanahwiha, na mfano wake. Hiyo ilikuwa ni taarifu bil ma'na al idhafi. Tuangalie taarifuhu bil ma'na al laqabi, kielelezo chake kwa maana ya laqab. Laqabu ni nickname.
Wanasema huwa adillatul fiqhi al-ijmaliya. Usulul fiqhi ni dalili za fiqhi za kiujumla. Nahau, mfano kanuni inayosema kullu amrin yaqtadhi alwujub, kila amri inahukumilia wajibu. Usije ukauliza, je, amri ya zaka nayo inahukumilia wajibu? Je, amri ya swala nayo inahukumilia wajibu? Je, amri ya hija nayo inahukumilia wajibu? Mahala popote ukikuta Allah ameamrisha au mtume ameamrisha, basi jua amri hiyo yaktadhi alwujubu, inahukumilia wajibu. Hii ndio maana ya kusema huwa adillatul fiqhi alijmaliya, nazo ni dalili za fiqhi za kiujumla. Pakitolewa kanuni, basi inakusanya vile vitu vyote vilivyohusishwa na kanuni hiyo. Ndio maana wakakupa mfano huu, kullu amri yaktadhi alwujub, kila amri inahukumilia wajibu. Lakini kanuni hii katika vitabu vingine kuna maneno yanayoendelea, kullu amri yaktadhi alwujub illa idha jaa ma yasrifuhu anil wujub, kila amri inahukumilia wajibu isipokuwa pale kitakapokuja kile kitakachoiondosha amri hiyo kutoka kwenye wajibu. Kwa mfano, kufunga ni wajibu, lakini ikiingia safari, kwa wakati huo wewe kufunga kwako kutakuwa si wajibu, kwa sababu safari imeingia. Umefunga lakini ghafla umeugua, umepatwa na maradhi, kwa wakati huo saumu kwako haiwi wajibu, isipokuwa pale utakapopona utakuja kulipa baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mfano mwingine ni pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kumwambia Abdullah ibn Abbas, ya ghulam samillah, ewe kijana mtaje Mwenyezi Mungu, wakul biyaminika, na ule kwa mkono wako wa kulia, wakul mimma yalika, na kula kile kilicho mbele yako. Huyu ni kijana mdogo, alikuwa hajafikia mukallaf. Kwa hiyo amri hii kwake ilikuwa litaadibi, ni kwa ajili ya kumfundisha adabu tu, haikuhukumilia wajibu. Kwa nini? Kwa sababu umeingia utoto pale. Kwa hiyo ni karina ambayo imeipondoa hiyo amri, kuitoa kwenye wajibu na kuwa ni amri litaadibi, kwa ajili ya kumfundisha adabu. Haqiqatul hukmi wa aqsamu, ukweli wa hukumu na vigawanyo vyake. Yanqasimu alhukmu shar'iyyu ila qismain, hukumu ya kisheria inagawanyika kwenda katika mafungu mawili. Fungu la kwanza taklifiyu, na fungu la pili wadhi'iyu. Hii inamaanisha nini? Kuna hukumu taklifiyu na kuna hukumu wadhi'iyu. Huu ni mgawanyo wa hukumu. Tukianza na kielelezo cha hukumu taklifi, taarifu alhukmi taklifi, kielelezo cha hukumu ataklifi. Wanawazuoni wa usulul fiqhi wameeleza kwa kutoa taarifu, wakasema huwa khitabu shar'i, nayo ni khitabu ya sheria, almutaalliqi, iliyofungamana biaf'ali almukallafin, na matendo ya mukallafin. Na tulieleza mukallafini ni wale waliofikia balighi, bil iqtidai au takhayyur, khitabu ambayo imekuja kuamrisha au imekuja kukataza au imekuja kukhiarisha. Pakitamkwa al-iqtidau, ndani yake kuna amri, pia ndani yake kuna katazo, ndio maana ya iqtida. Na pakisemwa at-takhyiru, kukhiarisha, hii inamaanisha nini? Baina al-fi'li wa tarki, kumkhiarisha mukallaf baina ya kufanya na kuacha. Tutakomea hapa siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akituwafikia tutakuja kuelezea aqsamul hukmi taklifi, vigawanyo vya hukumu at-taklifi. Kikubwa zaidi, darsa hizi tunazileta hali ya kuwa ni sadaqatu jaria kwa wazazi wetu waliotutangulia mbele ya haki, pamoja na mashekhe zetu, hasa mzee wangu mzee Ramadhani Ndaki pamoja na Bi Zainab binti Andrea. Kwa yote atakayezitokezea darsa hizi na akanufaika nazo japo kwa uchache, basi asiwache kuwaombea maghfira wazazi wangu na kuwarehemu, na mimi natanguliza shukurani nyingi juu yake. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.